Na kusalimu katika jina la Yesu. Mimi ni Apostle Francis na kukaribisha katika podcast yangu. Neno Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 45. Moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Leo tutaangalia ujumbe wa kuja kwa Elia. Kuja kwa Elia. The coming of Elijah. Soma katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa 10. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuwaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Okay. So now ninataka kukuletea ufunuo na maarifa ya kiroho sana, a spiritual knowledge kuhusu mtu au huduma ya Elia katika namna mbalimbali ya vizazi. Kihistoria, Elia tunamjua ni nabii ambaye habari zake zipo katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17. Naona Elia alitokea katika nyakati ambazo taifa la Israel lilikuwa chini ya utawala wa mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu mwana wa Omri alipoanza kutawala Israel, Biblia imemwandika katika kitabu cha Tarehe za Wafalme kwamba alifanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. So kuna possibility ya mtawala kuingia katika ufalme na akafanya makosa au akamkosea Mungu kuliko watangulizi wake. Lakini kitu ambacho ni very interesting, kipo kitabu cha Wafalme ambacho kinaandika tarehe, kwa maana ya kwamba record, kina bear record ya matendo au kina bear record ya yale ambayo mfalme ameyafanya katika utawala wake, mema na mabaya. Sasa Ahabu alioa mwanamke ambaye anaitwa Jezebel binti Ethbaal, mfalme wa Sidoni. Sasa huyu Jezebel binti Ethbaal kutokea Sidoni alikuwa anaabudu miungu inaitwa Baali. Kwa alipohamia katika nchi ya Israel, akamjengea madhabahu yule mungu wake Baali, ambaye alijenga Samaria. Samaria ndio kwa mji mkuu wa Israel. Na Ahabu akaifanya Ashera. Sa Ashera ni mke wa Baal, yani ni mungu naye, lakini ni mke wa Baal, inaitwa Ashtaroth. Kwa Mungu akaghadhabika zaidi juu ya Ahabu, kwa sababu hapo kabla alikuwa amemkosea Mungu. Alikuwa amemkosea Mungu kwa kufuata njia aliyoipitia Yeroboam. Sasa
Mojawapo ya makosa ya Yeroboamu yalikuwa ni kuinua mahali pa juu ambapo ni madhabahu ya miungu mingine, akatoa sadaka kwa miungu mingine, akaomba si kwa jina la Bwana wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa katika hizo siku za Ahabu pia kulikuwa kuna tukio jingine la kihistoria au la kinabii. Kuna mtu mmoja anaitwa Hieri Mbetheri, alikuja kutimiza unabii wa Yoshua, akaijenga Yeriko. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yoshua sura ya 6, Yoshua alilaani, alisema mtu yote atakaye jenga mji wa Yeriko, malango yake atafiliwa na mtoto, na ukuta akiujenga atafiliwa na mtoto. So nao tunaona kwamba Hieri Mbetheri naye alitia msingi yake ya ule ukuta au ya ule mji, akafiwa na mwanae mzaliwa wa kwanza aitwaye Abilam, na alipoweka malango yake akafiwa na mtoto wake mdogo anaitwa Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena nabii Yoshua. That's not our story today, but nimejaribu kupa msingi wa historia. Sasa katika kipindi cha utawala wa Ahabu ndio tunaona kwanza, tumeshaona Ahabu alifanya yaliyo machukizo, yaliyo mabaya machoni pa Mungu, na pia akamghadhabisha Mungu kwa alimuoa mwanamke Msidoni ambaye alileta ibada za sanamu katika taifa la Israel, ambayo tunajua in the founding history of the nation, katika uanzishwaji wa taifa la Israel. Taifa la Israel ni taifa ambalo kihistoria ni taifa linalo mcha na kumtegemea Mungu. God is there, yani mfalme wa kwanza kabla mfalme wa kuchaguliwa au wa kuwekwa wakfu na wanadamu ni Mungu. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7, basi Eliya Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabiri Yordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabiri Yordan. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha. Kiendelea huko Biblia inasema neno la Bwana limjia likasema aende Serepta ulio mji wa Sidoni akae huko. Tazama, amemwagiza mwanamke mjane ambaye atamlisha. Kumbuka Eliya, Biblia inasema ni wa wageni wa Gilead. So hakuwa mwenyeji halisi wa Samaria. Alikuwa anakaa mashariki mwa Yordan. Au ukiangalia hii Yordan ilikuwa ni kama iko kwenye mpaka wa nchi ya Israel na hizi nchi nyingine za mashariki. Sasa Eliya, ukiangalia maana ya jina la Eliya, the Tishbite, Eliya jina lake limebeba majina mawili ya Mungu. La kwanza Mungu, Elohim. Lakini la pili ni Yahweh,
Eliyahu, Yahweh. So ukiunganisha ni Mungu wa Bwana, God of Yahweh, God of Yahweh, or God of the Lord. Mungu humaanisha hakimu, mwamuzi. Bwana humaanisha yeye aishie milele, wa pekee. So ukiunganisha hakimu wa milele pekee, o hakimu pekee wa milele, lugha nzuri zaidi hiyo. So Eliya alilibeba jina la Mungu. He was not just a mere man. Hakuwa mtu wa kawaida tu. He was carrying the name of God. Hakimu pekee wa milele. So that's why utaona the coming of Elijah, kuja kwa Eliya ni kuja kwa hukumu. So wherever, popote ungemuona Eliya, alikuwa anakuja ili kuweza kuhukumu jambo fulani katika nchi. You see now? Eliya anakuja, anatokea for the first time, anamwambia Ahabu ambaye ni mfalme, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake. Sasa neno lilotumika pale, ninasimama mbele zake, ninasimama mbele zake. Whom I stand there, whom I stand there, whom I stand there. Utagundua lile neno alikuwa tu la kawaida. It means Eliya alibaki kwenye uwepo wa Mungu mpaka alipoambiwa na Mungu aende mahali fulani specifically kwa ajili ya huduma au kupeleka unabii au kutoa neno la hukumu. So he was not speaking, he was not speaking maneno tu ya kibinadamu. He was speaking the word of God. He was speaking the utterance of God. Alikuwa akizungumza matamko ya kimungu kwa sababu alikuwa anasimama mbele ya Mungu. Anasema hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ambayo Biblia imekuja kulielezea hili neno katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 10 na ngapi? Na 7. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia mmoja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi kazaa matunda yake. So now anaposema whom I stand, anazungumza kwa habari ya daima alikaa kwenye eneo la maombi. He was an endurable intercessor, amongst of the endurable intercessor katika generation ya manabii. Eliya ni mmoja wao. Eliya alikuwa ni mwombezi wa muda wote. He was a prophetic watchman. Alikuwa ni mlinzi wa kinabii. Biblia inasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia. Alikuwa mwanadamu, sio malaika. No, alikuwa ni mwanadamu. Mwanadamu. Elias was a man subject to like passions as we are. Ametumia neno pale passions
akizungumza kwa habari ya nini, alikuwa anaweza kuathirika kihisia, kuathirika kitabia, kiakili, hofu, mashaka kama sisi, but aliweza kuwin udhaifu wa kibinadamu by enduring in the life of prayer. So pia Elia anatupa somo. Chochote, tatizo lote lina persist kwenye maisha yako, endure in prayer. Any kind of problem, it may be lack of spiritual knowledge. Inawezekana ikawa ni upungufu wa ukosefu wa ufahamu wa kiroho, endure in prayer. Umaskini, endure in prayer. I'm telling, sio kila maskini ni kwa sababu hafanyi kazi kwa bidii. Kuna spiritual entities ambazo ziko assigned kuhinda, kuzuia breakthrough, usiweze kupenya, usiweze kuvuka kwenye hicho kibano. Kuna kona ambayo adui amekuweka uwezi kufurukuta. Just endure in prayer. Piga magoti daima. Do not let your eye to fall into sleep while your life has slept already. You are in a deep sleep of poverty. Upo kwenye dimbwi zito la umaskini, and you are sleeping. You are sleeping. Biblia inasema una nini wewe ulalai usingizi? Biblia inasema mahali pengine kwenye Zaburi nadhani 121 neno la Mungu linasema kwamba anasema yeye hata uacha mguu wake usogezwe, asisinzie akulindaye. Hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Even God himself. Biblia inasema kwamba baada ya kuumba sasa alipumzika. Si ndivyo ambavyo neno linasema? Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote. But still the word of God inasema hata sinzia wala talala, ndiye akulindaye. A watchman never fall in asleep. Never. Mlinzi halali. Why? Taifa letu, kanisa, ndugu zetu wamejikuta tu. Yani wamejikuta, you find unajikuta tayari upo kwenye matatizo because walinzi tumelala. Walinzi tulilala. So now mnakuja kushtuka, adui amesha husuru mji, tumezingirwa, hatuna pa kutokea, hatuna pa kutorokea. But ninatoa shauri la kimungu, hata katikati ya magumu, endure in prayer. So Elia, jina lake ni jina la Mungu, sio jina la kupewa na mwanadamu la kibinadamu. Eliyahu ni mgeni. It means, you see that word mgeni ni alien. Alien. Tafsiri nzuri ya mgeni, his existence was not from hakuwa mwenyeji, ndio maana anaitwa mgeni wa Gilead. Anaitwa mgeni. Mgeni, alien, mkazi wa Gilead. Hakuwa native citizen, hakuwa mkazi mwenyeji wa Samaria.
He was an alien. Daima aliishi kama mgeni, sio mtoro, aliishi kama mgeni. Tunatoka mbinguni. We are alien to this earth. Not geni kwa watu ambao ulicheza nao. You become a stranger. Akawa na windo kwa ajili ya kufa. Ndio maana mojawapo ya kitu ambacho prayer. A place of prayer is the place of power.
Kama kuna sauti tunataka kuwa sauti, kuna sauti tunaihitaji.